na ni kweli. Kama wapenzi, kama kuna kitu inaweza kukusimamisha katika maisha yako ya wokovu, kati ya mabadiliko mengi na mawimbi mengi ya maisha, kama kuna kitu ambacho kinaweza kuhifadhi kanisa, kama kuna kitu kinaweza kudumisha kanisa, kinaweza kusimamisha mtu wa Mungu akawa na mwelekeo. Wacha hii mambo ya kusema alikuwa anaomba sana lakini saa hizi haombi, huyu dada alikuwa ameokoka hata sijui saa hizi nini kimetendeka. Wachana na hizo vitu. Kama kuna kitu kinaweza kumlinda mtu wa Mungu aweze kudumu katika mahusiano yake na Mungu, ni yeye kudhibitika katika neno. Neno la Mungu likae ndani mwako katika wingi. Uliruhusu neno hilo litimize makusudi ambayo anataka Mungu ikaweze kutimiza. Ruhusu moyo wako ukakubaliane na yale ambayo Mungu anayataka katika neno lake yatimilike katika maisha yako. Usilichue tu neno kwa hekima ya wanadamu, lakini lichue neno la Mungu kwa kuliweka katika utendakazi, kwa kulipokea na kulifanyia kazi ili litimize makusudi aliyokusudia Mungu kulileta juu ya maisha yako. Neno la Mungu limejaribiwa na limepatikana ni kweli. Mungu akimalizana na kupeana ujumbe kwa kinywa cha Yohana akiwa kisiwa cha Patmo, akasema usiongezwe na usipunguzwe juu ya hili neno ambalo limepeana, maana limetosha. Neno la Mungu ambalo limenakiliwa katika Biblia hii limetosha kumthibitisha mwanadamu yeyote yule akaweze kumuishia Mungu katika ukamilifu. Halina mapungufu yoyote. Tukitaka kuondokea makusudi ya Mungu ni sisi wenyewe, kwa kuwa tumetaka. Lakini neno hili la Mungu, licha ya hali yoyote ambayo mwanadamu anaweza kumpata kwa maisha yake, neno hili linaweza kumdumisha na akakaa katika Bwana. Amina. Amina. Siku moja nilifundisha hapa, nikasema jinsi ya kuishi wakati maisha hayako kadri. Kuna wakati maisha mwanadamu yanakuwa kadri ama katikati, lakini kuna wakati yanakuwa na extreme. Unapungukiwa mpaka unashika hii watu wanasemanga M-Pesa ni nini. Yaani unafika mahali message za M-Pesa ulisahau. Hata simu ikilia zilikuwa ikilia unakimbia unafikiria M-Pesa, umefika mahali umesahau. Umeachana nayo extreme. Yaani unafika mahali ya kwamba kama ni umaskini umeingia kweli, umekuja na watoto na ukachukua wachukuu na ukaweka kambi kwako. Na inafika mahali kwingine unakuwa na utele. Kuna maisha hayo ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza kuwa juu, awe katikati, ama awe huko chini. So kile kinaweza kukulinda katika fundisho hilo, kama unaweza kukumbuka, kama kile kinaweza kukulinda wakati maisha yako yako chini. Maana kuna wakati wa kuwa chini na kuna wakati wa kuwa juu. Kile
uendelee kumpenda Mungu, neno la Mungu ukiwa nalo. Anasifiwe. Neno la Mungu ukiwa nalo katika moyo wako litakulinda katika hali zote za mabadiliko ya maisha. Ndugu zangu katika Bwana, kama kuna kitu ambacho ningelipenda watu wa Mungu wajue, neno la Mungu linasema unabii ni muhimu sana. Ndio, unabii ni muhimu sana. Na encourage huduma ya unabii. Lakini mnajua unabii, nikisema unabii namaanisha nini? Zungumzie mambo ya kaburi. Bwana asifiwe. Natamani ufunuo. Lakini Biblia inasema mambo haya yote yataisha. Kitakachobaki ni neno. Iwe ni ufunuo, iwe ni nini, vitu vyote hizi zitakuja kuishi. Itabaki ni neno. Na hilo halitaondoka. Kama kuna kitu ningelitamani watu wa Mungu wakaweze kuishi nalo, ni neno la Mungu kukaa ndani mwetu katika wingi. Neno la Mungu likae ndani mwako. Neno la Mungu likae ndani mwako la baraka. So neno la Mungu limejaribiwa na limethibitika kuwa ni kweli. Nataka tusome maandiko hayo ya kimsingi alafu tufanye hatua leo. Katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16 na 17. Alafu mlango wa 4 mstari wa 1 na wa 5. Na maandiko yetu ya msingi katika fundisho hili. Is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, kufundisha, for reproof, kurekebisha, for correction, kwa makemeo na kupeana maagizo katika haki. Ili mtu wa Mungu atakayekuwa tayari kufundishwa, atakayekuwa tayari kuonywa, atakayekuwa tayari kuelekezwa katika msingi wa hili neno la Mungu. Maana neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Limetokana na Mungu. Waliotumika kuandika ni wanadamu, lakini hawakuingiza akili yao katika yale walioyaandika. Walizungumza. Kuna kiwango ambacho Paulo alipokuwa ametembea na Mungu na akawa amethibitika katika hekima ya Mungu, alipokuwa anaandika mahali kwingine maagizo ambayo amepewa na Mungu, ufunuo ambao ameupokea kutoka kwa Mungu, alikuwa wakati mwingine anatoa maneno mengine na anasema haya hayatoki kwa Mungu, lakini ninayaandika maana Roho wa Mungu yuko nami. Bwana asifiwe. Yamethibitika ni kweli. Lakini neno la Mungu halitokani katika akili ya mwanadamu. Limetokana na Mungu mwenyewe kwa Roho wake aliyekuwa anawapea wanadamu waandike kwa majira na kwa nyakati tofauti, kutoka agano la kwanza hata agano jipya. Mungu kwa pumzi yake ambaye Roho wa Bwana alileta ufunuo katika mioyo ya watu wake. So neno hili kwa kuwa limetokana na Mungu, Biblia inasema limelenga kumtengeneza mtu wa Mungu yeyote yule
nimekataa kupokea kila ambacho neno la Mungu linataka kuleta ndani mwangu, ndiposa mapungufu hayo yanapatikana. Lakini ikiwa nitakuwa tayari kuelekezwa, ikiwa nitakuwa tayari kufundishwa, nitakuwa tayari kukemewa, ikiwa nitakuwa tayari kuonywa, na neno la Mungu itapatikana ya kwamba nimefaa kama chombo kwa ajili ya kazi njema ya Bwana. Na hayo ndio makusudi ya Mungu juu ya kila mmoja wetu, ya kwamba tukusanyikapo wakati kama huu, kila mmoja wetu moyo wake uweze kuwa uko tayari. Unapotoka katika nyumba ya Mungu, unaporudi nyumbani mwako, katikati ya wiki, katika shughuli zako, uwe na wakati wa kutafakari, kwani Roho wa Mungu alikuwa anazungumza nini kwa maisha yangu kwa kinywa cha mtumishi wake? Ni nini ninaweza kujifundisha? Ni nini ninaweza kufanya tofauti katika mazoea ambayo niko nayo? Baba, nakushukuru kwa jina la Yesu. Neno lako ni pumzi iliyo hai. Neno lako huleta makemeo. Neno lako huonya. Neno lako hurekebisha Bwana. Neno lako Mungu limekuja kutuelimisha ili sisi tukaweze kuwa wakamilifu kwa ajili ya kazi ambayo Bwana umeipeana kwa ajili ya maisha yetu katika ulimwengu huu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba ya kwamba hekima hii Mungu ikaleta ujasiri na ufahamu ndani mwetu, ya kwamba tutasimama na kukubaliana na maonyo na makemeo yako, ili nafsi zetu zikaweza kupona. Kwa Kristo Yesu, Baba, naomba nikiamini. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Hebu soma mlango wa 4. Sura kwanza nasema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake, hili neno uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Karibia. Narudia. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli, na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Ili tuendelee haraka, tusome Efeso pia mlango wa 4. Efeso mlango wa 4 mstari wa 14 hadi 16. Efeso mlango wa 4 ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwatupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa mafundisho, kwa hila za watu, kwa ujanja wa kufuata njia zao za udanganyifu. Badala yake tukiambiana ukweli kwa upendo katika mambo yote, tokea hata tukimfikia yeye aliye kichwa, yaani Kristo Yesu. Kutoka kwake mwili wote ukiwa umeungamanishwa na kushikamanishwa pamoja kwa msaada wa kila kiungo, hakuwa na kujijenga mwenyewe katika upendo, wakati kila kiungo kinafanya kazi yake. Neno la Mungu limetuonya katika kitabu cha Timotheo ya kwamba nyakati Roho wa Mungu alipokuwa anaandika, alikuwa anaangalia mbele
yeyote anaona nyakati kama hizi zetu, ya kwamba anamwambia Timotheo yeye awe tayari kulifundisha neno, kanisa likaweze kulijua neno la Mungu lililo kweli. Maana wakijua neno la Mungu, wateule wa Mungu, mimi na wewe, ukilijua neno la Mungu lililo la kweli, yeye anasema nyakati zinakuja ambazo watu wengi hawatakuwa tayari kupokea neno lililo la kweli. Ndugu zangu katika Bwana, kama ni muujiza mwanadamu anataka, msingi wa muujiza uko katika neno la Bwana. Bwana asifiwe. Msingi wa muujiza, msingi wa baraka ambazo mwanadamu yeyote anaweza kuzitafuta kwa ulimwengu huu, ziko katika neno la Mungu. Vyote vimewekwa katika furushi ya neno la Mungu. Lakini Paulo kwa Roho wa Bwana anasema siku zinakuja ambazo wengi masikio yao hayatakuwa tayari kutaka kusikia maonyo na makemeo ya Mungu. Hawatataka, masikio yao yatakuwa yanawashwa. Wakiambiwa neno la Mungu wanasema hawawapendi, watakataa. Hawatataka makemeo, hawatataka maonyo, watataka watembee katika njia zao, wafanye wanayoyataka pasipo kuelekezwa na kuonywa. Lakini Roho Mungu anasema simama katika neno, lifundishe neno, ili nyakati kama hizi zikiwepo, watu wa Mungu wakaweze kujipitika. Ili hawa walimu, kuna walimu ambao wenyewe ni wa uongo, na watu pia ndani yao wanataka waambie uongo, maana masikio yanawasha. Sasa kuna watu wanaotaka uongo na kuna walimu wa uongo. Sasa watu hawa kwanza network yao ni nzito sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu hamtanielewa. Akija mtu hapa Ukunda anunue eka 5 na aweke kanisa, anasema kanisa yetu tukiingia unatembelea kitole peke yake na unaokoka na unapona. Itakuwa baada ya wiki moja anapanua kanisa. Maana watu wanataka waone, yani waambiwe vitu ambavyo vinaonekana ni vigeni. Vitu ambavyo vinataka vionekane si vya kawaida. Maana mioyo yao imekataa kulipokea neno la kweli. Masikio yanawasha. Bwana asifiwe. Amina. Wakiwaambiwa hii chupa ni shilingi 500, huo ni ufunuo. Wako tayari kununua, maana hiyo ni kitu ambacho wanataka wasikie. Ukienda Biblia kwa biashara yako, kabla ufungue utauza, wanataka wasikie hivyo. Sasa masikio yanawasha na kuna walimu wa uongo wanapatana. Lakini Roho Mungu anaonya, fundisha neno lililo la kweli. Na katika Efeso neno la Mungu linasema tusije tukayumbishwa na mafundisho ya uongo yasiyopitika katika Bwana. Tukikosa kulijua neno la Mungu utayumbishwa. Mama yangu, utayumbishwa. Ndugu yangu, utayumbishwa. Usipojua neno la Mungu, ulielewe na uamue kuliishia ya kwamba hivi ndivyo utakavyoishia. Neno la Mungu linatuonya ya kwamba ni vizuri neno la Mungu likae ndani mwetu katika wingi. Na kila kiungo kikipeana, Biblia inasema kila kiungo kikipeana kile kilicho nacho. Mzedanikan apeane kile alicho nacho. Danikan apeane kile alicho nacho. Mama Austin apeane. Kila mmoja wetu tukiwa hapa, hakuna yule ambaye yuko hapa bure. Kila mmoja wetu ndani mwake kuna deposit ambayo Mungu ameweka. Tukiruhusu atoe kile kiko ndani mwake, neno la Mungu linasema mwili wa Kristo unakuwa kufikia utimilifu wa kimo cha Kristo Yesu. Kanisa la Bwana lisema amina. 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 So katika madhabahu haya tutafundisha neno. Niwe niko, niwe siko, lakini neno la Mungu lifundishwe. Kanisa la Bwana lidhibitike katika misingi ya Bwana. Amina. Amina.
niliwaambia kuna siku moja kuna jamaa wengine walikuja kule headquarters kule. Watu wa Mungu ndio mmekaa hivi, watu wa Mungu wana vitu tu vya kutolea Mungu. Lakini mpaka wanataka mpaka njia fulani ipatikane. Mungu anavyo tu. Sasa jamaa akakuja akasema, kwa hii wiki moja nataka umshangaze Mungu. Wewe unashangaza Mungu. Hakuna mtu ambaye atashangaza Mungu. Bwana asifiwe. Maana hizo vitu vyote wewe kabla hujakuwa navyo, Mungu alikuwa anakujua. Sasa utamshangaza na nini Mungu? Sasa akasema nataka wiki hii tumshangaze Mungu. Na ninawapea siku 14. Unapokuja kumshangaza Mungu katika mahitaji yako, siku 14 zikiisha kabla Mungu hatatenda unipate, urekeshie vitu zako. Wapendwa walitoa makali wewe mpaka kwamba sasa ikabidi waombe jirani mahali weka makali ya kumshangaza Mungu. Watu wakatoa viatu, wakatoa TV. Iko kwa history ya kanisa. Ama nikupeleke usome kitabu ya vitu vilivyotolewa. Bwana asifiwe. Kanisa la Bwana lisema amina. Amina. Watu wakatoa vitu makali, funguo zikatupwa kwa madhabahu. Wiki la kwanza. Wiki la pili mtu akiana gari anatembea kwa miguu. Atapata kila alikuwa anataka. Nigeria ameenda ndio utampata wapi? Ni watu wa Mungu. Mjue Mungu. Muishie Mungu. Msitake kudanganywa. Mjue Mungu. Elewa Mungu naye maabudu ni nani. Bwana asifiwe. Usitake hili neno lipakwe kitu ili lionekane tamu ndio lifanye. Hili neno ni rahisi. Biblia inasema haliko mbali useme nani ataenda aniletee. Haliko ng'ambo ya bahari useme nitamtuma nani. Ni rahisi vile lilivyo. Lina nguvu na limethibitika ni kweli. Mungu anasema katika kitabu cha Isaya vile tulisoma last week, anasema kama vile ambavyo mbingu na nchi zilivyo mbali, ndivyo mawazo yangu na mawazo yenu yako mbali. Kama vile ambavyo mvua inanyesha katika ardhi iliyo kavu na mimea ikachipuka, ndege wangani wakapata vyakula, mpanzi akala mkate, ndivyo neno langu litakavyotimiza makusudi ambayo nimeituma kwalo. Anamwambia Yeremia katika Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 12 ya kwamba nalitasema neno langu ili nikaweze kulitimiza. Bwana asifiwe. Isikusumbue pastor amesema nini? Lifanye neno la Mungu. Maana nguvu ya majibu yako katika neno la Mungu. Kanisa la Bwana lisema amina. Amina. Haijalishi cheo umepewa hujapewa, lifanye neno la Mungu. Nguvu haiko katika cheo, lifanye neno la Mungu. Kuna nguvu katika neno la Mungu. Amina. Imethibitika ni kweli. Unapolisoma neno la Mungu, ulisome kana kwamba ni la mtu mwingine, lichukue liwe lako. Simama nalo, umwambie Mungu, umesema nami na kuamini utatenda. Amina. Kile ninachokilenga ndugu zangu katika Bwana ni kulitoa kanisa katika assumption ya kutaka vitu rahisi. Vitu vya kugombeleshwa na kukeuzwa mawazo. Nataka tumwishie Bwana. Ikiwa tutasimama katika neno la Mungu, we shall be tested by time. Amina. Inaweza kuwa namshukuru Mungu kwa ajili ya Daudi. Biblia inasema Daudi alipokuwa anaandamwa na Sauli, hakuna watu mashujaa walitifeki kumfuata. Hakuna. Alienda na wenye madeni, wenye njaa, wenye maloni kwao, hawana mahali pa kukaa, maskini. Ndio walishikana na Daudi, lakini wakawa waaminifu mbele za Daudi.
katikati ya watu walikuwa hawana matumaini, Mungu ameinua mashujaa ambao walitingiza ulimwengu mpaka Mungu kwa mkono wa Daudi akaudhibitisha ulimwengu na kuleta amani. Neno la Mungu lina ndani mwake chochote ambacho moyo wa mwanadamu unaweza kuhitaji. Kanisa la Bwana lisema amina. Neno la Mungu ndani mwake kuna ukamilifu wote, katika jina la Yesu. So nataka leo tuangalie sehemu ndogo hapa. The power manifest in the word. The power manifest. Ikiwa tutaamua kuliishia neno la Mungu, mimi, wewe, ikiwa hatutataka kudanganywa, maana ukitaka kudanganywa utapata mtu wa kudanganya atakudanganya. Bwana asifiwe. Amina. Ukitaka kununua plot, nenda utafute hiyo plot unataka kununua, chimba mchanga wake, niletee na 10,000. Plot ya wenyewe. Sasa wewe na mchawi tofauti iko hapo. Wewe uchukue mchanga kwa plot yangu, mimi nakaa na watoto wangu, upeleke na 15,000, uombewe iwe yako. Nyinyi ni wachawi tu na waganga wa ukunda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asikwambie anza saving na Equity, ununue plot. Hizi nyumba ni set to possess in the name of Jesus. Possess wewe. Upossess ya nani? Una possess yangu. Bwana asifiwe. Sasa wakati watu wa Mungu wanaombewa possess, hakuna mtu yuko kwa kiti. Wote wako juu. I receive. Una receive nini? Una receive nini? Mungu anasema nitawabariki. Anataka tutoe simiti ya kubariki. Utoe simiti. Anasema ukitoa fungu la 10 nitakubariki. Utoe fungu la 10. Lakini wewe una possess. Una possess. Una possess nini? Lakini kwa vile anaonekana ni rahisi tena na furahisha, watu wengi wana possess. Hapana, mimi sitaki tuende hivyo. Nataka tukae hapa, muone Mungu hapa. Nataka ukisimama hapo ukituelezea vile Mungu amekupa kari, unaweza kutuelezea na tukasema huyu ni Mungu huyu. Bwana asifiwe. Usituambie dada mwingine anasema niliamka tu nikaona furaha imetoka mbinguni. Hapana. Imetoka mbinguni kaanguka kwa kitanda. Wewe ni mkora. Tangu lini furaha imetoka mbinguni? Wewe kuna kijana ni rafiki yako alileta furaha kama hauko hata kuambia. Kutoka mbinguni. Ulini wapenda huwa anachoka na ushuhuda rais wewe. Come on. There's ability to give direction. Number one. Point number one. The power manifests in the word of God. The ability to give direction. In the word of God, there is ability. Kuna nguvu ya kupeana mwelekeo katika maisha ya mtu. Soma maandiko haya. Psalms chapter number 119, verse 105, and then verse 130. Psalms chapter 119, verse 105 and 130. Ability to give direction. Nguvu iliyomo ama inayotufunua katika neno la Mungu.
ina uwezo kupea mtu mwelekeo. 119 verse 105 and 130. Hizo verse mbili peke yake. 105 alafu tutaruka 130. Tutasoma. Zaburi 119 ule la 105, maandiko yanasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu. Ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia zangu. Neno lako Bwana, ukilipokea neno la Mungu, ni taa ya miguu. Kabla hatujaokoka, Bwana asifiwe, kabla hatujaokoka, kabla hatujamjua Bwana, kabla neno la Mungu kuingia ndani mwetu, tulikuwa hatua zetu siko katika giza. Tunatembea kwa akili zetu, tunafanya mambo kwa akili zetu, tukiona tuko sawa, lakini kumbe mbele za Mungu tumepotea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna jamaa nasikia kule Kakamega alipata ile inaitwa hii juzi nilikuwa na kamera ilikuwa inaitwaje? Betting alipata sijui nasikia milioni 1 mangapi. Na ameoa bibi wanne. Hata pia kupata milioni hizo zote. Ameoa, kuna bibi zake wote amepiga picha nao. Amefurahi, wanasherehekea, wanakula chapati na mchele. Sasa yeye kwa akili yake ukienda muulize, yeye anaona amefanya kitu ambacho ni bora kabisa. Kwa kupata pesa alafu afanye nini? Awe. Yaani kwake yeye amefanya kitu ambacho mwanamume anaweza kufanya. Sasa yeye ni shujaa. Lakini kwa wewe uliye rohoni, ungekuwa naye ungemwambia kitu kingine. Maana ndani mwako kuna hekima ya Mungu. Kuna nuru inayoongoza maamuzi ya moyo wako. Hatua zako unapozifanya, watu wanaona utofauti. Ulivyokuwa unaishi ukiwa ulimwenguni na hivi ulivyo katika Bwana, neno la Mungu linakupa hatua inayoenenda katika nuru. Unachukua hatua ambazo hata machoni kwa watu wenye roho wa Bwana zinakubalika. Unafanya maamuzi ambayo ni bora. Neno la Mungu hupeana mwongozo katika maisha yetu. Aliye na roho wa Mungu katika maamuzi yake anaamua. Inasema na ni taa katika njia zetu. Watu wa Mungu wasema amina. Neno la Mungu lina uwezo. Mtu ambaye alikuwa maisha yake kana kwamba imechanganyikiwa, anapookoka, baada ya muda utaanza kuona maamuzi anayoyafanya ni tofauti. Unaanza kuona mtu aliye na mwelekeo. Unaanza kuona mtu aliye na mpangilio. Maana ndani mwake kumefanyika makeuzi. Yametokana na nini? Na nguvu iliyomo katika neno la Mungu. Kupeana taa katika hatua tunazosema. Kanisa la Bwana lisema amina. 130. Kuingia kwa maneno yako unaleta nuru. Unampa mjinga ufahamu. Kuingia kwa neno lako ndani mwangu kunaleta nuru. Kunampa mpumbavu ufahamu. Kanisa la Bwana lisema amina. We are talking the power manifest in the word of God. Neno la Mungu linapoingia ndani ya mtu mwenye haki wa Mungu, linapoingia ndani mwako, linaleta nuru. Linampa mpumbavu ufahamu. Anaweza asifiwe. Sasa ni vizuri wapenzi katika Bwana kuwa na kiu kutaka kulipokea neno la Mungu kwa wingi. Neno la Mungu likae ndani mwako katika wingi. Kadri neno la Mungu linavyoendelea kukaa ndani mwako katika utele, ndivyo nuru ya Mungu inavyoendelea kuongezeka ndani mwako na giza la ulimwengu linatoweka. Maamuzi yako, hatua zako unazozifanya zina
Mungu ni nuru. Likiingia neno la Mungu linaleta mwelekeo ndani. Amina. Amina. Maamuzi unayoyafanya ni ya tofauti. Hatua unazozichukua ni tofauti, maana kuna mwelekeo wa kipekee ambao umetokana na neno la Mungu ambalo umelipata ndani mwako. Linakupa mwelekeo katika maamuzi unayoyafanya. Point number 1. Point number 2. The power manifest in the word. There is assurance in it. Even during difficult situations beyond our understanding. There is assurance in it, even during difficult situations beyond our understanding. Katika ndani ya neno la Mungu kuna uhakikisho. Kuna uhakikisho. Hali zinaweza kuwa zimeinuka. Hali zinaweza kuwa hazitabiriki. Ukiangalia na macho haya, katika akili zako zinaweza kuwa zimepita ufahamu wako. Umefika mwisho. Hawa ni wana wa Israeli. Wametoka Misri. Wanaandamwa na jeshi la Farao. Mbele yao kuna bahari. Hata kama wewe ni mchanga, utafanya nini? Farao na jeshi lake kwa farasi wanakuja na makari ya moto. Wanakuja wanawafuata. Mbele yao ni bahari ya Shamu. Wamefika kwenye ukingo. Mawazo ya mwanadamu yamefika mwisho. Lakini ndani ya neno la Mungu there is an assurance. Hata kana kwamba kwa macho yako ukiangalia unaona ukuta. Hata kana kwamba kwa macho yako unaangalia mbele waona giza. But there is an assurance in the word of God. Even in difficult situations in our life. Katika majira ambayo wewe kama mwanadamu huelewi, lakini neno la Mungu linapeana uhakika. Wakiwa katika hiyo dilema, sauti ya Mungu inasema, msifadhaike. Hawa maadui mnaowaona leo ni mwisho. Hii ni siku ya kuachana nao, hamtawaona tena. Lakini ukiangalia wanakuja. Macho yakiangalia wanakuja, jeshi laja. Na hatuwezi kutokelea. Lakini neno la Mungu linasema hamtawaona tena, ni mwisho. Amina. Amina. Katika hali zetu wapenzi, wakati tumefika katika bahari yetu, baada ya kulaumu watu, wengine wanalaumu rais, wengine wanalaumu bwanake, mwingine analaumu bibi yake, mwingine analaumu watoto ndio wafundisha, nikamaliza wakati wangu wamenisahau. Sasa ni lawama na laana. Badala ya kulaani, badala ya kulaumu, ni kuinua mikono kwa yeye aliye juu, mwenye neno linaloleta matumaini. Ya kwamba Bwana unajua. There is an assurance in the word of God. Kama kuna mtu wa Mungu amelisoma neno la Mungu, amelielewa neno la Mungu na limekaa ndani mwake, hakuna hali itamtingiza. Hakuna hali itamtingiza. Hakuna mtu atampeleka mbio. Maana neno la Mungu walijua mfalme hangetingiza Shadraka, Meshaka na Abednego. Lililowasaidia ni kwamba ndani mwao walikuwa na hakika ya kile Mungu anaweza kukifanya. Wana neno la Mungu ndani mwao ya kwamba Mungu anatulinda. Wanajua. Kwa vile wanajua, wamesimama. Watu wanafadhaika, wanahangaika, wao wamesimama. Wanajua kuna Mungu
assurance. Kuna mtu wa Mungu yuko hapa? Amina. There is an assurance. There is an assurance even in difficult situations. Romans chapter number 8. Romans chapter number 8, verse 28. Then Ephesians chapter number 4. Philippians chapter number 4. Philippians chapter number 4, verse 4 to 6. Romans chapter number 8, verse 28. There is an assurance. Nasoma Warumi 8 mlango 28, maandiko yanasema hivi: nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wote wampendao, katika kuwapatia neema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Katika mambo yote, Bwana asifiwe. There is an assurance. Kama kuna kitu wapenzi katika Bwana kinaweza kukupa amani katika moyo wako wakati matukio yameinuka ya kukusumbua, matukio ambayo yanafanya watu wengine hawana usingizi wa kulala, maana wameonewa, wamechukiwa, maamuzi yanayofanywa si mazuri, watu wameinuka kinyume na wewe. Kama kuna kitu kinaweza kukupa amani, neno la Mungu. In everything, neno la Mungu linasema katika mambo yote. Neno la Mungu Mungu hutenda mema kwa wale wanaompenda katika hali zote ambazo zinaweza kumpata wanadamu. There is an assurance. Wapenzi katika Bwana, nimekuja kuhimiza kanisa na kuleta ujasiri katika mioyo yetu ya kwamba maamuzi yetu katika maisha yetu hatutayafanya kama vile ulimwengu, kama vile watu wasiomjua Mungu, lakini tutafanya tukijua ya kwamba kuna uhakikisho wa Bwana juu yetu, ya kwamba ndani ya neno la Mungu kuna hakikisho la ushindi, kuna hakikisho ya kwamba mkono wa Mungu unahusika juu ya maisha yetu. Hali zingine wapenda zinatokezea ambazo hazionyeshi tumaini lolote, lakini neno la Mungu linasema in everything God works good for those who love him. Katika kila kitu ambacho kinaweza kuinuka, nataka nikulete, nani angeliona wema wakati Haman amepanga ya kwamba Waisraeli wanyongwe? Nani angeona wema wa Mungu? Njama zimepangwa, mahali pa wana wa Israeli Wayahudi kunyongwa pametengenezwa, kamba za kunyonga zimetengenezwa, kila kitu kimewekwa tayari, tarehe ya kunyonga imewekwa tayari. Ungeona wema wapi isipokuwa huo umethibitika katika neno la Mungu, ya kwamba hali zimeinuka, ukiziangalia kwa macho zinaleta vitisho, lakini ni neno la Mungu tu ndio litakupa amani, ndio litakufanya usifedheheke, ndio halitaleta wasiwasi, litaleta ujasiri. So aliye na uhakika ya kwamba neno la Mungu ni kweli, nitamngoja Mungu katika neno lake. Mordekai anasema hata kama Esther hatasimama kwa wakati huu, amina, hata kama Esther hatasimama kwa wakati huu, lakini mwambieni Mungu ataleta ukombozi. Kwa njia nyingine tu ataleta ukombozi, maana Mungu wetu ni wa kukomboa, Mungu wetu ni wa kutulinda. Yeye ametuambia atatulinda. So hata kama njama zimepangwa, lakini Mungu wetu ataleta nini? Ukombozi. Nani angeona wema, wapenzi? Wakati Hamani anakimbia kichikamba, ametengeneza karamu, anaambia watu wake, mfalme amealika, Malkia Esther amealika karamu na amenialika kwenda kushiriki katika meza, na hakuna mtu mwingine ambaye mfalme anajua anataka kupea promotion. Yaani Hamani anakaa anachikamba, anapiga kifua, asijua ya kwamba katika njama na mipango hiyo mibaya kuna mema anayapanga kwa ajili ya watu wake. Amina. Ndiposa mwisho
yake akitangaza ya kwamba huyu ndiye mtu ambaye mfalme amependezwa naye. Sasa wema wa Mungu unaanza kujitukuza. So there is an assurance, wapenzi katika Bwana, usishutuliwe kuondokea tumaini. Bwana asifiwe. Amina. Unajua hii biashara, najua wewe ni mtu wa kanisani, najua wewe unaomba, lakini hii biashara unajua si maombi pekee yake. Hii ni ukunda. Bwana asifiwe. Hii ni uko. Hata mimi nilienda kwa huyo mama tu akaniombea na akanipa hii maji. Si unaona kwangu pia wateja wanakuja. Bwana asifiwe. Naongea na mtu anaishi ukunda. Katika hali zote, siwe zinazopendeza kwa macho, siwe zinazoonekana ni mwisho wa maisha yako kabisa, God is working out for good. Mungu anatengeneza wema. Nani angeliona wema wakati jioni imefika? Yusufu, ndugu zake wa kuzaliwa naye wamemwacha kwa shimo. Nani angejua ya kwamba mkono wa Mungu upo kutenda mema katika maisha ya Yusufu? Nani angeliona wema? But there is an assurance, hata katika kisa ukiwa ndani ya shimo, there is an assurance ya kwamba God is working out a way. Amina. Ya kwamba Mungu bado hajakuacha. Amependezwa tutumike njia hii ili akuweke bado nataka. So in the word of God there is an assurance. Kuna hakikisho, wapenzi katika Bwana. Ikiwa miguu yako haiteteleza na ukimbilie uovu, ikiwa miguu yako haiteteleza na ukimbilie njia badala, mwisho wa njama ambazo watu wamekupangia, Mungu amekusudia mwisho mzuri. Amina. Amekusudia mwisho mzuri. There is an assurance. There is an assurance. Kuna hakikisho. It's working out for good for you in the word of God. Sasa wakati mwenye haki wa Mungu ana mazoea ya kulisoma neno la Mungu, wa kusoma habari kama hizi, anasoma habari ya Mordekai, anasoma habari ya Danieli, anasoma habari ya Meshaka, anasoma habari ya Yusufu, yakimpata yeye hata kubaika, atajua ya kwamba Mungu aliyekuwa na Yusufu hata kwangu atasimama nami. You have some assurance, you have peace of mind. Na unakaa na kumwambia Bwana na kungoja Mungu kujitukuza katika hali hii. Lakini ukikosa neno, watu wanatoka makanisani wakienda kwa waganga, wakienda kwa irisi, maana ndani mwao hawana neno. Hawana neno. In the word of God there is an assurance. Philippians chapter number 4. Ili tumalize kwa leo. Wafilipi 4 mstari wa 4. Andiko nasema hivi: furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kuomba na kusihi pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Usijisumbue kwa jambo lolote. Moyo wako mpenzi, wewe mtu uliyeokoka, kama nazungumza na mtu ambaye ameokoka, kama naongea na mtu ambaye anampenda Mungu, nimekuja kukutia moyo na kukuimarisha katika ufahamu huu ya kwamba usisumbuke kwa jambo lolote. Punguza vita ambazo unapigana nazo na watu ambao wewe unaona wanakuonea. Punguza hizo vita. It's working out for good. It's working out for good for you. Kwa kuwa wewe unampenda Mungu. Katika dua na katika maombi, tushikabidhi mbele za Bwana. Hata katika hali zisizoonekana kuna matumaini katika macho haya. Mungu ni mwaminifu. Tusijisumbue. Tusimame kwake. Tuinue macho yetu kwake. Yeye ni mwaminifu. Kanisa la Bwana lisema amina. Kanisa la Bwana lisema amina. 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 Amina.
Ndio maana sina mazoea ya kuwapea hata anointing oil, sina mazoea. Maana watu wengi ukitembea kwa nyumba zao chupa zimekaa. Hii nilipoenda kwa mkutano semina kulikuwa kunauzwa anointing hii. Sasa ka anointing kako hapo kamekuwa kama Mungu kadogo. Nguvu haiko katika anointing. Nguvu iko katika neno la Mungu. Amina. Bwana asifiwe. Kaa katika neno la Mungu wapenzi. Utaimarika. Usitikizike. Mawimbi yakija miguu yako iwe imara. Kwa utukufu wa jina la Bwana. Point number 3 ambayo tutaendelea nayo next week. Point number 3. It gives spiritual life. It gives spiritual life, understanding and strength. It gives spiritual life, understanding and strength. Hebrews chapter number 4, verse 11 to 13. Moyo wangu utakuwa na amani, hata kama sitahubiri mtu akiruka, utakuwa na amani. Ikiwa ndani mwako neno la Mungu litajaa kwa wingi. Moyo wangu utakuwa na amani. Ikiwa hekima ya Mungu hii itakaa ndani mwako, hii itakulinda. Hata mchungaji nikiwa mbali, hili neno la Mungu litakuwa pamoja nawe. Itakuwezesha kuishi maisha ya utaua mahali popote utakapokuwa. Licha ya mipaka, licha ya umbali na kanisa. Neno la Mungu hupeana uzima. Neno la Mungu linapeana uzima. Ikiingia ndani mwetu linapeana uzima. Maana ni mkate. Tunakuwa, maisha yetu ya kiroho yanakuwa na kuimarika. Tunapokula neno la Mungu ndani mwetu. Linapeana ufahamu na hekima. Linatuimarisha. Baba, nabarikisha kanisa lako mikononi mwako. Ya kwamba Baba ukainue jamii ya utofauti. Katika mji huu wa Ukunda ukaweza kupatikana masalio Mungu. Ya kwamba wewe haufurahishi na dini. Haufurahishi Mungu na dhabihu za kuteketezwa. Lakini tumejikabidhi kwako kama dhabihu iliyo hai. Maisha yetu yakubalike mbele zako kama dhabihu iliyo hai. Kwa Roho wako Mungu ukatunyenyekeza. Kwa Roho wako ukatuelekeza. Nafsi zetu zikapone katika majira haya ya uharibifu ambayo yametulia ulimwengu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naomba ya kwamba ndani mwetu kuwe na shauku na kiu ya kusikia kutoka kwako, ya kuimarika na kuthibitishwa na wewe. Asiwepo hata mmoja Mungu ndani mwetu atakayeondokea kweli, atakaye sita Mungu na kurudi nyuma. Lakini Bwana, kwa uwezo na mamlaka yako, nafsi zetu zikapona. Asante kwa neno lako. Pokea utukufu, pokea heshima. Nimeliongea kwa wepesi Mungu. Kwa Roho wako Mtakatifu ukadhibitishe katika ufahamu wa kila mmoja wetu, ili maisha yetu yakaimarike kwa kuwa wewe unatupenda. Kwa Kristo Yesu uliye Bwana Mwokozi, naomba nikilibariki kanisa lako. Amen. Mungu amani awabariki.